Wanaume wamegawanyika katika makundi mbalimbali. Wapo wanaume wasioogopwa, yani wanachukuliwa kawaida na wanawake, lakini wapo wanaume wanaoogopwa sana na wanawake. Ni kwa sababu gani? Nitakwambia kila kitu katika video hii. Katika video hii nitakwenda kukuambia aina 5 za wanaume ambao wanaogopwa sana na wanawake. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza kupitia video mbalimbali ambazo tumeziweka kwenye chaneli hii. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni aina 5 za wanaume ambao wanaogopwa sana na wanawake. Namba 1, mwanaume asiyeeleweka kwa mwanamke wake. Mara nyingi mwanamke anapokuwa kwenye mahusiano na mwanamke huwa anajaribu kutumia mbinu mbalimbali ili aelewe mwanaume wake ni mtu wa aina gani. Mwanamke atakapomuelewa mwanaume, basi humchukulia katika hali ya kawaida, na inawezekana mwanaume huyo akawa miongoni mwa wanaume ambao mwanamke huyo hawahofii kwa sababu ameshamuelewa katika engo mbalimbali. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mwanamke huyo atakuwa anakuogopa, kwani kadri mwanamke ambavyo anakuwa hakuelewi kisaikolojia, haelewi saikolojia yako imekaaje, ndivyo anavyozidi kukuhofia, kwani kuna baadhi ya matukio anaweza akawa ameyafanya akahisi labda utakasirika, lakini ukachukulia kawaida tu. Na kuna muda anaweza kufanya mambo fulani akahisi utachukulia kawaida, lakini ukamwashia moto. Hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo humvuruga mwanamke na kumfanya azidi kuwa na mashaka katika moyo wake, azidi kujiuliza saikolojia yako ikoje. Namba 2, mwanaume ambaye huwa anachagua kutokubishana katika nyakati zenye mazingira ya kubishana. Unapokuwa katika mahusiano ya kimapenzi, zipo nyakati mbalimbali ambazo huja na kuondoka katika mahusiano yenu. Moja kati ya nyakati ambazo huja na kuondoka ni nyakati za mabishano. Wakati mwingine linaweza kutokea jambo ambalo katika hali ya kawaida lingewafanya mbishane wewe na mwenza wako, lakini badala ya kuingia katika mkumbo wa ubishani, wewe ukaamua kukubaliana na hali iliyotokea. Kwa mfano, mwanamke wako anaweza akaja na sauti ya mabishano, lakini wewe ukajibu ni sawa, ukabaki kimya na kuendelea na mambo yako. Hali hiyo itamchanganya na kumvuruga kisaikolojia, kwani umeenda tofauti na matarajio yake. Hivyo mwanamke ambaye upo naye katika mahusiano atajikuta anakuogopa, kwani umeenda tofauti na frequency ya mabishano ambayo yeye aliamini kwamba nyote mmejituni katika frequency hiyo. Namba 3, wanaume wasiokuwa waongeaji katika mahusiano. Miongoni mwa vitu ambavyo hupelekea asilimia kubwa ya wanawake wawachukulie kawaida wanaume waliokuwa nao katika mahusiano ni tabia ya kuongea kupita kiasi. Wanaume waongeaji huchukuliwa kawaida, kwani wanaweza kuzungumza kila kitu ambacho kinawahusu, na hivyo huifanya saikolojia yao ieleweke kiurahisi kwa wanawake walioingia nao katika mahusiano. Lakini asilimia kubwa ya wanaume wasiokuwa waongeaji ni miongoni mwa wanaume wanaoogopwa sana na wanawake, kwani ni wanaume ambao ni vigumu kuijua saikolojia yao, kwani wakati mwingine hata wanapokuwa wamekasirika unaweza usijue, wanapokuwa hawajakasirika unaweza usijue. Mara nyingi wanaume wasiokuwa waongeaji huwa wanaweza kuzungumza vitu vya msingi pekee, na visivyokuwa vya msingi huviacha kama vilivyo. Hawa ni wanaume ambao asilimia kubwa ya wanawake hutumia nguvu nyingi kujaribu kuielewa saikolojia yao, lakini jitihada zao hugonga mwamba, kwani kadri mwanadamu anavyozidi kuongea kupita kiasi, ndivyo unavyopata nafasi ya kuielewa saikolojia yake. Na kadri mwanaume au binadamu anavyozidi kukaa kimya, ndivyo unavyokuwa katika wakati mgumu unapojaribu kuielewa saikolojia yake, na unaweza usiielewe kabisa. Namba 4,
mwanaume anayezungumza kwa upole katika nyakati ambazo alipaswa kupandisha sauti. Miongoni mwa vitu ambavyo huwavuruga wanawake ni pale ambapo linatokea jambo ambalo kwa kawaida nyote mlitakiwa kupandisha sauti, na wakati huu pengine mwanamke akazungumza kwa sauti ya ukali. Cha kushangaza, mwanaume aliyepandishiwa sauti anazungumza kwa sauti ya chini yenye utulivu, mamlaka na upole. Hali hii humvuruga mwanamke kisaikolojia na kujikuta akijiona kama mpumbavu fulani ambaye amezungumza kitu ambacho hakutakiwa kuzungumza. Huu ni wakati ambao mwanamke anapozungumza kwa sauti yenye ghadhabu ndani yake, inayomaanisha tone variation ya juu. Mwanaume akazungumza katika sauti ambayo inaonesha mamlaka, utulivu na busara ndani yake, sauti ya tone variation ya chini. Hapo mwanaume anakuwa amehama katika frequency, na frequency ya mwanaume inakuwa chini tena yenye utulivu wa kweli ndani yake. Huu wakati mwanamke hujikuta katika hali ngumu ambayo humfanya ajione kama mtu asiyejitambua. Hali hii humuathiri na kumtesa kisaikolojia mwanamke na kujikuta akimhofia sana mwanaume ambaye yupo naye katika mahusiano. Kama nawe ni mwanaume wa namna hii, amini usiamini, utakuwa miongoni mwa wanaume wanaoogopwa sana na wanawake. Namba 5, mwanaume anayependa kufanya vitu nje ya matarajio ya mwanamke. Kisaikolojia, mwanadamu anapokuwa anatarajia vitu fulani kutoka kwako, maana yake amekuelewa vizuri. Anapolaumu, anajua kabisa lazima utaomba msamaha. Ama anapofanya makosa, anajua kabisa lazima utamsamehe. Yaani anapofanya kitu fulani, anajua lazima itakuwa hivi. Hiyo inamaanisha huyo ni mwanadamu ambaye kwa hakika anakuwa ameshaielewa saikolojia yako, na ndiyo maana kila anapofanya kitu fulani akitarajia kitatokea kitu fulani, kinatokea kitu sawasawa na alivyotarajia. Sasa basi, hata katika mahusiano, wanawake wengi wana kawaida ya kuwapima wanaume kwa kufanya vitu mbalimbali na kujitabiria kuwa je, kitatokea kitu fulani. Hata mwanamke anapotaka kujua kama unampenda, vipo baadhi ya vitu ambavyo huwa anavifanya, alafu matendo yako yakiendana na matarajio yake ambayo anatafsiri kama namna ya kuupima upendo wako. Hapo ndipo mwanamke anapojiaminisha kuwa unampenda. Lakini wakati mwingine akipata majibu ambayo yapo tofauti na matarajio yake, hapo mwanamke anaamini labda humpendi. Lakini kisaikolojia, kadri mwanamke ambavyo anakuwa hakuelewi, ndivyo anavyozidi kuwa karibu na wewe. Yani kadri unavyozidi kumkimbiza mwanamke atakuwa mbali na wewe. Lakini ukimpuuza na kufanya mambo yako, ndivyo mwanamke anavyozidi kuwa karibu na wewe. Na mara nyingi mwanamke anakuwa curious, anataka kujua, je, udhaifu wako ni nini? Kwa nini haumuoneshi upendo kama ambavyo watu wengine wanamuonesha? Haimaanishi humpendi, bali kisaikolojia, unapokuwa katika mahusiano na mwanamke, ukihitaji mwanamke huyo aweze kukupenda, basi hautakiwi kuonesha kama unampenda kupita kiasi. Acha upendo ujibalance. Mimi kwa leo naomba nishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.